Safari ya Paulo na Timotheo, shujaa na mwana wa imani. 1. Kukutana kwao mjini Listra. Safari hii ilianzia katika mji wa Listra uliopo mkoani Galatia, wakati wa safari ya pili ya kimisionari ya Paulo. Hapo Paulo alimkuta kijana mmoja jina lake Timotheo. Biblia inasema Timotheo alikuwa na sifa njema sana miongoni mwa waumini wa Listra na Ikonia. Matendo 16:1-2. Ingawa baba yake alikuwa Mgiriki, mama yake Eunike na bibi yake Loisi walikuwa Wayahudi waaminifu waliomfundisha maandiko matakatifu tangu utotoni. 2 Timotheo 1:5. Paulo aliamua kumchukua Timotheo awe msaidizi wake, na hapo ndipo safari yao ya kihistoria ilipoanza, wakipita katika miji ya Frigia na Galatia, huku wakizitia nguvu imani za watu. 2. Wito wa Makedonia na kuvuka kuelekea Ulaya. Waliendelea na safari hadi Troa, ambapo Paulo alipata maono usiku ya mtu wa Makedonia akimwomba msaada, akisema, "Vuka, uje Makedonia utusaidie." Matendo 16:9. Jambo hili liliwafanya wavuke bahari kuelekea Ulaya. Wakiwa safarini, Timotheo alishuhudia ujasiri wa Paulo katika mji wa Filipi baada ya Paulo na Sila kufungwa gerezani. Kisha wakaelekea Tesalonike na Beroya, ambako walikumbana na upinzani mkali na ghasia kutoka kwa Wayahudi wasioamini. Katika kila hatua, Timotheo alikuwa bega kwa bega na Paulo, akijifunza jinsi ya kuhubiri na kuongoza watu hata katika mazingira ya hatari. 3. Huduma ya Efeso na majukumu ya uwakilishi. Safari yao iliwapeleka hadi Efeso, ambako walifanya huduma kwa miaka 3. Hapa walipambana na mafundisho ya uongo na changamoto za ibada ya sanamu ya Mungu mke Artemi. Paulo alimwamini Timotheo kiasi cha kumtuma peke yake kama mwakilishi wake katika makanisa ya Korinto na Tesalonike, ili kurekebisha mambo yaliyoharibika na kuimarisha imani ya waumini. Hata wakati Paulo alipokamatwa na kupelekwa Roma kama mfungwa, Timotheo hakumwacha. Alikuwa naye gerezani akimsaidia kuandika barua muhimu kwa makanisa na kuendeleza kazi ya Injili. 4. Maagizo ya mwisho na urithi wa imani. Mwisho wa safari yao ya pamoja ulikuja wakati Paulo alipokuwa katika gereza la Roma kwa mara ya pili, akisubiri kuuawa. Katika barua yake ya mwisho 2 Timotheo, Paulo alimuita Timotheo mwanangu mpendwa na kumsihi afanye bidii kuja kumwona kabla ya majira ya baridi. 2 Timotheo 4:21. Paulo alimhimiza Timotheo, hubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Ingawa Paulo aliuawa kishahidi, safari ya Timotheo haikuishia hapo. Aliendelea kuubeba mwenge wa imani na uongozi alioachiwa na mwalimu wake, akihakikisha kuwa kazi walioianza Listra inafika miisho ya dunia. Tafadhali usisahau kusubscribe channel ya BM Media na kutoa maoni yako katika comment section.